kuna tukio la namna hiyo ambapo kuna mwanamke aliondoka nyumbani kwake kamwaga mumewe kwamba anaenda shambani, kuna watu wamempigia simu wakamuuzie ndizi. Nafikiri marehemu alikuwa anafanya biashara ya kununua na kuuza ndizi. Hiyo alipokwenda hakurudi. Kwa jitihada za kumtafuta zikaendelea na hatimaye jana wakafanikiwa kukutwa mwili ukiwa umefungwa kamba. Mikono yake imefungwa kamba, lakini pia amefungwa tambala mdomoni na kwenye maeneo yake ya siri kaingizwa kitu kigumu, kitu ambalo hakuna chochote cha kwake walichochukua, kuashiria kwamba yawezekana kwenye tukio hili ilikuwa ni tukio la kisasi. Sasa kisasi kilitokana na nini? Hayo ndio tunayoyachunguza sasa, kujua huyu aliyefanya ni nani na kwa nini alifanya, na tuna uhakika kuwapata. Yaani hilo halina mashaka. Tutawatafuta, tutawakamata na hatimaye sheria itachukua mkondo wake. Lakini bado naendelea kusisitiza tena, matukio haya ya mauaji yanatutia aibu mkoa wa Kagera. Yaani sasa sisi tunaonekana ni wakuuana tu. Ukiangalia mkoa wetu bado uko kwenye mikoa ya juu sana ambayo ina kiwango kikubwa cha matukio ya mauaji. Bado nisisitize, na ukiangalia matukio yote haya tusisitizane, sio matukio ya watu kupanga kwenda kumuua fulani. Yaani ukiona amepanga, basi ni katika 10 unaweza kupata 2 au 3. Mengi ni ya kuto kuzungumza. Yaani watu mmepishana kitu kidogo sana, mwisho mtu anagadhibika, anaanza kumpiga mwenzake mpaka anapoteza hai. Hili halijakaa vizuri sana. Ukiondoa kwamba tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Huyu mama alikuwa bado ni kati ya wale watu, yaani yuko kwenye umri ule wa kukimbizana na kupambana, lakini pia na huku nyuma kuna watu wamewacha watoto. Kuna watoto wamewacha ambao obviously atakuwa ni tegemeo, lakini ukimwangalia yule baba kidogo na mwenyewe ashakuwa mtu mzima. Sasa hili maana yake tutarajie kuona kesho na kesho kutwa kuna idadi ya watoto. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.